Asante kwa wakati uliokubalika. Nyumbani mwako tupo, tupe hekima na maarifa siku leo tena, tupate ujuzi tufao, tuweze kuwajibika katika wajibu wetu tupasavyo. Asante kwa kutupa nafasi ya kuweko darasani na faragani pako. Kwako tunapata nguvu, kwako tunapata uwezo, kwako tunapata ujuzi. Asante kwa hii neema katika jina la Yesu. Tunajibarikia katika uwepo wa nguvu zako sasa, kwa utukufu mkuu kabisa wa jina lako. Tupe kutambua na kuelewa yote tupasao kuelewa sasa. Wote ambao wanafuatilia kutoka mbali, neema yako ni kuu sana kwao. Asante kwa mioyo yao iliyokubalika kwako. Asante kwa namna ambavyo umewapa wakati na majira mazuri ya kupokea hekima na maarifa kutoka kwako. Bwana, unaambatanisha na uponyaji, unaambatanisha na kufunguliwa. Walipeleka neno, walipeleka fundisho ili kutuweka huru, kututoa katika vifungo vya namna. Kwa neno lako Bwana, sasa tukatiwe nguvu na kuimarishwa, na tukashinde na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Tuseme wote amen, kutoka kila upande. Amen tena watu wote wa kila upande. Amen tena kutoka kila upande. Bwana akubariki sana. Naweza kuchukua nafasi yako ya umakini kabisa na tayari kupata maarifa, hekima na ujuzi unaotufaa kwa wakati wa sasa. Haleluya. Vizuri. Na siku leo kwenda kujifunza mambo ya msingi kwa haraka. Wakati uliopita tuliweza kutazama kwa hatua fulani kwa habari ya nguvu. Ufalme wa Mungu ni nguvu. Tukasema kila kitu ambacho tungefikiri kukipata katika Mungu kingehitajika nguvu. Namna ya kuendelezwa kwake kungetakiwa nguvu. Na hamna namna nyingine. Chochote cha kiungu kingetaka nguvu. Na hii ni kwa sababu ya asili ya kitu hicho. Hatuwezi kwenda nje na asili. Chochote ili kiende katika namna iliyo bora, ni lazima kiende katika ile asili yake. Haleluya. Na tunapozungumzia ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu unahusisha watu. Ikiwa Bwana amekupa ufalme, maana yake amekupa nguvu. Ni nguvu. Kwa sababu hakuna kitachopatikana nje na misingi ya nguvu. Jina Bwana libarikiwe sana. Na jambo ni muhimu sasa, kufeli ama kufaulu kwa namna yote ambayo tungekusema kwa kanisa, ni issue ya nguvu. Imeeleweka vizuri? Imeeleweka vizuri?
Kuna mahali tungetafuta sababu nyingi za kuzungumza hata tunapokutana na mazingira ya kushindwa. Tungeweza kufikiri hiki ama kile, na wakati mwingine tukawa tunakosa majawabu na kujiuliza kwa nini. Ni muhimu kutambua vizuri kuhusiana na nguvu. Tuna masomo fulani ambayo tumegusagusa. Ukifuatilia masomo yetu ambayo tumejifunza mahali utakutana na dondoo nyingi katika mafundisho ambayo nimefundisheni yanayohusiana na nguvu. Kufeli ama kufaulu ni nguvu. Tunaweza kuona mambo fulani ya msingi ambayo kibiblia yangetupa kujua kwa kina kwa habari ya jambo hili, nguvu. Nguvu. Mungu wetu tunajifunza ni Mungu mwenye nguvu, Almighty. Mwenyezi. Neno mwenyezi au mwenye enzi unavyolizungumza, unavyolitamka, hii yote inamaanisha power, nguvu, mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote. Kwa nini nguvu zote? Nguvu zipo ili kuweza mambo. Ndio tunasema nayaweza mambo yote. Kivipi? Kivipi? Katika kuweza hakupo kama hakuna nguvu. Naeleweka vizuri? Sisi, wewe, amini na nini na haitoshi kuwa nimeamini kaishia pale. Nguvu zipo. Yesu akisema maneno haya kitabu cha Mathayo sura 16, ninalijenga kanisa katika mwamba. Katika mwamba. Tunajua kwa nini mwamba. Mwamba unamaanisha nini? Very strong. Strongly. Very strong. Ugumu, uimara, umadhubuti. Hapa ndipo nalijenga kanisa, katika mwamba, ambapo milango ya kuzimu milango ya kuzimu haitalishinda. Popote penye ushindani, application ya nguvu ni lazima. Una nguvu, tunashindana. Wenye nguvu wanashindana. So mwenye nguvu chache atapiga magoti kwa mwenye nguvu kubwa.
mwenye nguvu ndogo hawezi kushinda. Kwa kama milango ya kuzimu haitalishinda, ina maana kwamba milango ya kuzimu ina nguvu kubwa. Hamzungumzi. Siwasikii kabisa hapa. Sio mmeenda wapi? Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, ina maana milango ya kuzimu ina nguvu nyingi. Chache. Mwe mnazungumza bana. Ufundishaji wangu sio ufundishaji wa namna gani. Mimi wangu, yani wa nguvu tu. Sawa jamani? Ningetaka yani sio mtu kimya tu ndio. Nataka kusikia. Milango ya kuzimu haitaliweza. Chochote kinachoweza, meaning kina nguvu. Kina nguvu, ndio maana kinaweza. Chochote ambacho hakiwezi, maana yake kiko weak. Udhaifu, kutokuwa na nguvu, hiyo sio sifa ya Mungu, wala sio sifa ya ufalme wake, wala sio sifa ya watu wake. Yaani ukiona nimeshindwa, yaani unaongea nini? Sio sifa. Siku zote, hata kungekuwa na mazingira ya namna gani, lugha au neno la kushindwa kwa kanisa ni makosa makubwa sana. Hiyo lugha huwa haitumiki. Kwamba kanisa limeshindwa. Tafuta lugha nyingine, sio ya kushindwa. Kanisa limefeli. Haijawa hivyo, haiko hivyo. Sababu kanisa halijawa na nguvu chache, lina nguvu kuliko nguvu zote. Amen. Sasa milango ya kuzimu haitalishinda, milango ya kuzimu haitaliweza. Ina maana kwamba kanisa lina nguvu, hata haliwezekani. Amen. Ina maana kwamba milango ya kuzimu ina nguvu dogo ukilinganisha na kanisa. Huu ndio ukweli wa kiroho, na hiyo ndio spirituality, hiyo ndio kiroho yenyewe. Tungezungumza katika mafunzo na elimu ya ukoroni. Milango ya kuzimu ina nguvu ndogo ukilinganisha na nguvu ya kanisa. Yaani ulimwengu roho utakuta iko hivyo. Hiyo ndio spirituality. Utaikuta kwamba okay, najua in the spirit nani mwenye nguvu. Sasa kushindwa kuko wapi kwa kanisa? Kwa nini kushindwa? Kushindwa kuna sehemu gani? Leo kukitajwa, leo ukitajwa, tunapozungumza kanisa, tunazungumzia mwili wa Kristo. Zungumzia mwili wa Kristo, tunazungumzia kiungo kimoja kimoja katika mwili wa Kristo. Mimi ni sehemu ya kanisa, sehemu ya mwili wa Kristo. The same you ni sehemu. Kushindwa kwako wewe kuna maanisha nguvu ya hiki kiungo ni chache kuliko nguvu zake aliyokushinda. Bwana, hata shetani angepuruka, angeruka, angeunguruma, sikilizeni ninyi, hana nafasi ya juu ya kanisa.
mkuu wa ufalme huo, shetani mwenyewe, amelazimishwa, ametupwa chini ya miguu ya kanisa. Ndio. Sijajua hata akitumia mawakala gani, sijajua unakutana na mambo gani ya kwenye maisha ya kila mmoja kwa namna yake, and then anakufanya uone kwamba shetani ana nguvu. Ukaanza kulia anakufeli, ukaanza kutoa nafasi tu kwa ibilisi, ukampa tu kichwa na heshima nyingi. Sijajua anakuja kwa sura gani kwako, lakini vyovyote atakavyokuja, sheria ya rohoni inasema nini kwa habari ya malango ya kuzimu, ufalme wa giza na kanisa? Sheria inasema nini? Milango ya kuzimu ina nguvu chache, ina nguvu ndogo. Kanisa lina nguvu kubwa kuliko milango ya kuzimu. Kwa hivyo lazima milango ya kuzimu isalimu amri mbele ya kanisa. Kwa yeyote ambaye ni members, ni kiungo katika mwili wa Kristo, please awe na akili inayoeleweka, awe na akili kutokana na asili ya yeye anakotokea. Na hapa tukuja kuona vitu vinaferiferi vina nini, sio tafsiri sahihi ya kanisa. Yaani tungetafsiri mtu huyo au taasisi hiyo haijawa kanisa bado. Haijawa. Ikiwa kanisa imejengwa na Kristo mwenyewe katika mwamba, kanuni, milango ya kuzimu hailiwezi kwa vyovyote. Hata kama kungekuwa na dalili za kuonekana kwa nje na akili zote za watu zikadanganyika kwamba mjanja huyu tumemweza, yuko kaburini saa hii. Akili zote za wengi zikawa deceived, zikadanganyika na physicality unayoonekana. In the spirit shetani amepigwa tu, haliwezi kanisa. So don't be deceived again. Whatever the situation is, tutabaki na kauli yetu, tutabaki na ile spirituality yetu, tutabaki na ukweli vile ulivyo, kwamba milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa. Haijalishi litapita katika mazingira gani na mazingira gani. Na manifestation yake, matokeo yake lazima yaje tu. Hata kama kulipita situation fulani ya kuonekana kwamba akili nyingi zikavutwa katika uhalisia ulioonekana kwa macho ya damu na nyama, then katika roho, no, sivyo hivyo. Haitabaki vile physicality imesema na akili zikashawishwa. Lazima tu ushindi uliotendeka rohoni utaleta matokeo nje. Amen. Yesu huyu hapa kaufuka. Semeni tena. Semeni walimuiba. Wanazani wa uongo. Hata mngetunga uongo wa kila aina, matokeo yataonekana tu. Aliye hai yuko hai tu. Amen, amen. Amen, amen. So, nguvu ya muamini, aliyeamini anapaswa kuwa na nguvu ya kushinda. Nimesemaje? Aliyeamini anapaswa kuwa na nguvu za aliyeamini. Huku ndiko kushindako ulimwengu, yaani hiyo imani yetu. Lazima kushinda.
Hii ni kauni. Kama umekuwa muamini, hakuna nguvu ya kushinda, hujawa muamini. Usidanganyane. Usijidanganye. Na kama bado unajiungaunga, nguvu za kujiungaunga, usijidanganye, maana hutafika mbali. Ufiki popote bwana. Yaani hapa ni issue ya kila mmoja kuhakikisha kwamba nguvu zina yeye. Hello? Tuangalie maandiko machache kwa haraka sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari 8 na 9 kwa haraka hivi. Kuna asili ziko mule ndani yake. Let's go. First John chapter number 3 verse number 8 and 9. Very fast please. Tusome katika maandiko. Maandiko yanasema nini? Atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alifanya nini? Alidhihirishwa. Ili afanye nini? Ili azivunje kazi za Ibilisi. Ikiwa kuna kazi za Ibilisi hapa na zina nguvu, unajua? Kazi ya Ibilisi ni mradi wenye nguvu. Lakini ikiwa mtu mmoja anaweza kuzivunja kazi za Ibilisi, na maana ana nguvu zaidi ya Ibilisi. Huwezi kuzivunja kazi za mwenye nguvu kama huna nguvu izidio nguvu zake. Au? Ndio. Yesu akasema, ama mtu awezaje kuteka nyumba ya mtu mwenye nguvu asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Unamfungaje mwenye nguvu kama una nguvu za kuzidi nguvu zake? Inaweza ikatokea baadaye kumfunga akakufunga wewe. Akikuzidi nguvu anakufunga wewe. Ila ukimzidi nguvu unamfunga wewe. Kwa lazima huyu anayetaka kuteka awe na nguvu kuliko mwenye nguvu. Yesu hakuzungumzia kwamba unayekwenda kumteka, unayekwenda kushughulika naye kwamba hana nguvu. Anaeleza kwamba kumbe katika competition hii huyu ambaye unakabiliana pia anazo nguvu, lakini wewe lazima uwe na nguvu kuzidi za kwake ndipo uweze kukonka. Hallelujah. Now, number 9. Verse number 9. Let's go there now. Tuone katika asili za hizi vitu. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu namna gani? Hatendi dhambi. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Uzao wa nani? Uzao wa nani? Kwa hiyo kuna asili ya Mungu kwa kuwa umezaliwa. Tukuja baadaye kidogo. Kwa kuwa umezaliwa na Mungu. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 13 unasema kwamba waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu wala kwa damu, bali kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wamezaliwa kwa Mungu mwenyewe, na hawatendi dhambi kwa sababu wamezaliwa namna gani? Andiko linasema nini? Hawatendi dhambi kwa sababu gani? Uzao wake wakaa ndani yake. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Hiyo ndio sababu inayosababisha huyu mtu asitende dhambi. Pastor, haiwezekani, dhambi lazima ufanye tu. Kuna kesi nyingine hapo, kuna issue. Kwa nini dhambi? Sema hatendi dhambi. Hatendi dhambi. Inakuwaje watu watenda dhambi? Sema ameokoka kina anafanya dhambi. Sasa utasema vitu gani? Kuna kitu kimekosekana. Hujazaliwa kutokana na Mungu. Basi hebu andiko fulani. Kuna kitu hapa muhimu sana by the way. Hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Kuna kitu uzao wa Mungu unakaa ndani ya huyo mtu. Ni nguvu
inayomfanya huyu mtu asitende dhambi. Akikosa hiyo nguvu, huo uzao ndani yake, atatenda dhambi. Kuna asili ya utakatifu ndani, kuna asili ya kuto kutenda dhambi. Ndiyo uzao wake, uzao wa Mungu unakaa ndani, ndio maana hatendi dhambi. So simple now. Ukiona dhambi inatendeka, ina maana gani? Haya ni mambo ya rohoni. Ongea kama mtu wa rohoni, unaelewa sasa. Ukiona somebody sinning, anatenda dhambi na nini na naokoka na niko na Yesu na wokovu, maana yake nini? Sipate tabu. Uzao wa Mungu haupo ndani yake. Haupo ndani yake. Uzao wa Mungu haupo ndani yake. Ukiwa haumo, hiyo tu itaruhusu atafanya dhambi za kila namna. Sababu haumo uzao, hakuna kizuizi. Bado ana uzao wa kibinadamu na uzao wa kidhambi. Kwa hiyo kuna mambo yanatendeka, don't be troubled. Usipate tabu, usitabiki kujua kwa nini. Kama kweli hata mnashangaa, ameoka kabisa, tena na siku nyingi tu kwenye wokovu, lakini yani wokovu bako umeshinda kuelewa sura ya wokovu imekaeje. Hajaokoka huyo bado kuna shida. Ili asitende dhambi, uzao wa Mungu ukae ndani yake. Okay. Good. Atendaye dhambi, kwa nini? Uzao wa kiibilisi unakaa ndani ya huyo mtu. Atendaye dhambi na ibilisi hana nguvu ya kushinda dhambi, ila ana nguvu ya kutenda dhambi. Amepokea nguvu ya kutenda dhambi, hajapokea nguvu ya kushinda dhambi. Sasa ili asitende dhambi, inamlazimu sasa apokee nguvu ndani yake. Kuwe na kitu kule ulikotokea kutakulazimisha uwe sawasawa nako. No way out. Kama hujaokoka, hujazoea mara ya pili, never. Utavuta tu. Ila unazaliwa mara ya pili ili ubebe nature ya kushinda. Mstari unaendelea kusema hivi. Now, hatendi dhambi, sio kwa sababu uzao wa Mungu, uzao wake wakaa ndani yake, lakini wala hawezi kutenda dhambi, wala hawezi. Never ever. Ule uwezo hawezi. Mimi naweza. Okay. Kwa sababu na huo uwezo, ndio maana unaweza. Haya. Hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ziko sababu za kwamba never ever hawezi. Yaani mbingu zinaleta uhakika kabisa wa watu wetu. Hao watu wetu Mungu alikuwa anaweka sana na Ayubu, kwamba Ayubu huyo
unayemwona huyo na uhakika naye, weza kumpitisha popote na bado akawa na mimi. Nina uhakika nayo. Mungu akamtangaza. Ana uhakika na kanisa, ana uhakika na watu. Ambia watu wetu sio wale wa kuchonga chonga, watu wetu sisi mbingu, waliozaliwa kutokana na sisi na mimi, waliozaliwa kutokana na mimi, walio ambao uzao wangu unakaa ndani yao, wapeleke hiyo mizigo yako. Wakifanya hayo mambo hawajatokana na mimi. Okay. 5:18 the same epistles, the same epistle. Sura ya 5 sasa, mstari wa 18. Let's go. Angalia pale. Twajua nini? Ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini hatendi dhambi? Tushaona uzao wa Mungu unakaa ndani yake na amezaliwa kutokana na Mungu. Hii ni nguvu. Dhambi ni nguvu fulani hivi, sawa haiwezi kushindwa kama hakuna nguvu ya Mungu inayotokana na uzao wa kwake kukaa ndani yako. Ni nguvu. Dhambi ina nguvu. Yes, ina nguvu. Mbele zingine zimewatangulia watu, mbele zinawavuta. Lazima ina nguvu. Nguvu ya dhambi. Sasa ili kushinda nguvu hiyo ya dhambi, lazima uwe na nguvu iliyo juu ya nguvu ya dhambi, na hii tuipate katika kuzaliwa na Mungu Mwenyezi. Ndio mpaka pale. Kwa hiyo mambo hayatokei hivi hivi. Kufeli ama kufaulu inategemeana na aina fulani na design fulani ya watu fulani, na asili yao, asili yao itafuatana nao. Asili yao itatoa matokeo, itamanifest. Now, twajua, we know this. Twajua kabisa ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Bali aliyezaliwa na Mungu anajilinda. Kuna nguvu ya kujilinda. Anajilinda. Yuko makini. Hallelujah. Amen. Anajilinda. Ulinzi nao ni nguvu. Kuna nguvu. Najilinda. Nguvu. Wala yule mwovu hamgusi. Amenigusa, ana nguvu sana. Shetani ana nguvu sana. Yaani kweli watu naongea hivyo. Shetani bwana ana nguvu sana. Yaani kwa kweli amenigusa. Ni wakati wa kujipima na kujiangalia. Nguvu zimo. Wana feri pu jua kama kwa kweli hapa hamna kabisa, wala si wa Mungu kabisa. Sijazaliwa kutokana na Mungu, zao Mungu ndani yangu, niko zigzag. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12. The Gospel of John chapter number 1 verse number 12 to 13. Angalia pale chap. John chapter number 1 verse number 12. Angalia pale 1 2 3 4. Twende. Bali wote waliompokea
aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Ndio wale waliaminio jina lake. Next verse. Mstari wa 13. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ndio hao wamepewa uwezo. Wanaelezewa condition yao. Waliozaliwa si kwa damu na nyama, ndio pale mapenzi ya mwili. Hawatokani na nyama, si mbegu ya mwanadamu. Ndio, wala si matakwa ya mtu, wala si mapenzi ya mtu, bali wamezaliwa kwa Mungu. Twajua ya kuwa aliyezaliwa na Mungu, yes, huyo hapo. Lakini mstari wa 12 unasema aliwapa uwezo, power, nguvu ya kufanyika. Hivyo walivyofanyika, nguvu imetumika, wakafanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo wanatokana na nguvu. Amen. 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 Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi natokana na nguvu za Mungu. Natokana na nguvu za Mungu. Natokana na uwezo wa Mungu. Natokana na uwezo wa Mungu. Kama ni hivyo, maisha yako, ili uweze kila kitu, unatembea kwa asili hiyo ya nguvu. Ukafanyika mtoto wa Mungu. He gave them power. Yeah? Kwa hiyo sasa muamini angetembeaje kwenye maisha yake? Kama ndio hivyo, amezaliwa hivyo, sasa unafikiri maisha yake ni vipi? Lifestyle yake iweje? Ya nguvu. Siku utakapo kwenda empty without God's power, ndio siku ya kufa. Spiritually hakuna tena mtoto hapo. Hatuwezi kusurvive without God's power. Tulipozaliwa ni nguvu ya Mungu. Kuishi kwetu nguvu ya Mungu. Maisha yetu nguvu ya Mungu. Kila kitu nguvu ya Mungu. My source of power, nguvu za Mungu. Siwezi kuishi nje na Mungu nikaweza kusurvive, kama vile tawi lisivyoweza kuishi nje ya mzabibu. Hali kadhalika ninyi hamwezi. Huwezi kuwa nje ya mzabibu ukawa hai. Never. You have to be connected to. Now, mamlaka au nguvu ya muamini. Sasa umeelewa vizuri? Umeelewa kitu? Tashindana na dhambi, takabiliana na uovu, tutashinda tu. Na chochote ambacho mtu wa Mungu anakabiliana nacho, anakabiliana na aina fulani ya nguvu kinyume chake. Ukabiliana na vitu no. Tunakabiliana na nguvu. Hivyo vitu vina force fulani behind, vina nguvu kubwa nyuma yake, nguvu kubwa. Na sitaki ufikiri kwamba ni nguvu ndogo ndogo hivi. No. Yaani nguvu haipimwi kwa maneno, inapimwa kwa utendaji. Sasa
Wala sipendi uzoelewe kuona kwamba shetani ana nguvu ndogo, chache. Hapana. Kama ingekuwa hivyo, ana nguvu chache kwa nafikiri asingeweza kudanganya ulimwengu wote. Na kupindua mambo hivi nini ukafikiri kwamba mambo yanakwenda hivi dunia yote, maandiko sema dunia yote inakaa kwa yule mwovu. Kama ana nguvu, unafikiria tu vile unavyosemaga wewe kwenye akili yako na kuwaza na kushinda shetani. Yaani nataka ujue kwamba shetani ana nguvu kubwa. Hello? Ana nguvu. Ongea vizuri, usipate matatizo hapa. Shetani ana nguvu kubwa. Uelewe hivyo. Number 1. Number 2, unapokemea na huyu shetani huyu, ujue kwamba ana nguvu. Usimkabilie vijinguvu fulani wakati unamkabilia nguvu alafu unatokea mwepesi tu. Yaani hata ufikiri nguvu zako. Na mara nyingi unajua tumeshajiona kwamba shetani ana nguvu kuliko sisi. Tushajionaga hivyo yani. Kwamba shetani ana nguvu kubwa kuliko sisi. Tushajiona hivyo tayari. Ni lazima ubadilishe namna ya kujiona kwako sasa. Hello? If we are real born again, kama ni halisi wazaliwa wa mara ya pili, lazima uanze kupima nguvu ulio nayo sasa. Ujue ni nguvu isiyo na ukomo, ni nguvu isiyopimika, ni nguvu juu ya nguvu zote. Tamam? Akili yako. Halafu unapokabili shetani na mnembe ya shetani, ndio usimuone kama hana, ukaanza kudharau. Halafu ukatoka kiwepesi kwa tafsiri ulio nayo. Unakwenda ukatwa masikio. Ndipo utajua kwamba kutoka hapo jamani ana nguvu. Jamani ana nguvu jamani, ana nguvu. Nilifikiri utaanza kushuhudia mambo mengine. Ana nguvu balaa, acha kabisa. Alafu utaona ana nguvu kuliko hata Mungu unayemwabudu kila siku. Kwa sababu hujajua upande wako wewe kwenu kukoje. Wazaliwa na nani? Watokana na nani? Hujajua mazingira, hujui. Na hujui kwa sababu gani? No relationship. Tuliangalia, sio? Humjui Mungu. Humjui Mungu. Anayemjua Mungu, mjue sana Mungu. Kuna vitu vije. Sasa hatujui hata uwezo wake kwa sababu hatuna uhusiano na Mungu. We are not spending too much time with God. Tuna kamuda kaduchu kakutumia na mwambia Mungu nina muda na wewe dakika 5. Zikisha hizo Mungu mimi na mambo mengi. Kwa Mungu anakuja, haya mwanangu. Nimekusikia mwanangu. Ni wewe unamuongoza Mungu. Ni wewe unampangia Mungu. Hapo wala Mungu hayupo. Wala haji. Mungu ana dakika 10 tu za kuabudu. Baada ya hapo sipo tena. Na mambo mengi kichwani. Fanya maigizo yako. Maliza. Yanakuhusu mwenyewe. Hata usipofanya kabisa, wala unifanyii mimi. Wala misipokei maigizo hayo. Too much time with God. Msione sisi tungeji proud sana kwamba watu wa rohoni, mambo ya rohoni, sisi watu wa rohoni, watu wa mwilini hao. Watu wa mwilini wana nguvu ya kutengeneza uhusiano mara kwa mara, tena na tena, siku zote.
kidogo tu ushaona Mungu. Baada ya masaa machache ushaona Mungu wao. Basi ndio yani na ushaona yani ukiona wana nguvu fulani ni kwa sababu ya uhusiano wao na, mkiona wana jaziba au wanatetea wana nini, ndio wanajua kwamba hivi ndio unaopaswa kwa Mungu wetu. They know. Na wanasimamia na wana nguvu na wana influence. Kwani kama wanaabudu shetani hata hapa nguvu, wanakuwa na nguvu. Nguvu ipo bwana. Hizi ni nguvu za kiroho. Shetani ana nguvu za kiroho na nyinyi pia mna nguvu za kiroho kwa upande wa kila mmoja kwa upande wake. Sasa wao wanakaa vipi na Mungu wao ili kuwa na nguvu za upande wao ili kukabiliana na ninyi upande wenu. Sasa nyinyi pia inategemeana namna gani mnakaa na Mungu wenu upande wenu ili kupata nguvu za kukabiliana na nguvu. Kwa hiyo ni nguvu kwa nguvu. Shetani sio kwamba hana nguvu, wachawi sio kwamba hawana nguvu, wanazo nguvu. Tunafeli pale ambapo tu nguvu zetu ni chache. Na wanapataje nguvu? The way wanakaa na miungu yao kwa kauni zao. Wakati limefeli, limerogwa, limeshindwa, yes, hakuna lawama. Kanisa limerogwa, limerogeka, ni sheria ya rohoni, ni sawa, ni haki na halali. Mekae sheria rohoni inahalalisha, ni kwa sababu tu mwenye nguvu kubwa amezidi mwenye nguvu ndogo. Au tusemeje? Ni halali, ni haki. Hatuwezi kusema kwamba mwenye nguvu kubwa sasa kwa sababu tubadilishe ushindi, kwamba haiwezekani bwana, kanisa ni kanisa tu bwana, kwa sababu no, ni issue ya nguvu. Mwamuzi wa haki anaamua kwa haki kwamba kanisa hapa umefeli, hatuwezi. Hata ungejiproud vipi, kiukweli kwa sheria za rohoni nguvu zako ni chache, umefeli. Matokeo yanakuja kama yalivyo, umefeli. Kwani Mungu anasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Nani anayewaangamiza? Na Mungu anasema nini? Wanaangamizwa. Na mimi naona. Na Mungu anatoa ushindi tu kwa muangamizaji, sio kwa watu wake. Unasikia lakini? Wanisikia? Kwa hiyo kama mimi na kiroho sana kimekaa hivi, no, sio. Kiroho ni kujua mambo, kiroho ni kuwa na nguvu, kiroho ni kujua vitu kama hivi, ni kuwa na power. Haina maana kusema niko kiroho wakati hakuna nguvu za kushinda na pigwa kila siku. Kiroho gani sasa hicho? Unaibisha hata ukisema maneno kama hayo hapo. Haifai kusema vitu kama vile pa. Watu wangu ni watu wangu. Mungu asisema watu wangu wanaangamizwa. Nani muangamizaji? Shetani na watumishi wake. Kwa hiyo watu wangu wanapigwa na shetani. Watu wangu wanashindwa. Watu wangu wanaumizwa. Watu wangu wanauawa. Ni watu, hasiti kusema watu wangu ni wa kwangu, lakini wanapigwa. Ushindi unakuwa kwa adui, na Mungu anatoa ushindi kwa adui kwa sababu ya uzembe wa watu wangu. Maarifa alikuwepo akakataa maarifa. Nini sasa? Kwa hiyo rohoni sio, yani usipate shida kama inakuwa kwenye ni issue ya nguvu. Wazama kasema huku duniani unajua, lakini tukija rohoni tunatoa majibu kama yalivyo kwa uhalali. Sio kwa sababu jina fulani tutakuwa aibu tukisema ameshindwa, itakuwa aibu. Aibu ni aibu kwa sababu nguvu ni. Kwa ili kusiwe na matokeo ya ovyo kama vile, lazima uanze kutafuta power na nguvu ya muamini. Nguvu ya muamini. Umeamini? Yes. Nguvu ziko wapi ili ushinde? Kwa sio tu kujitangazia kiroho na kujipa kiroho na kusema hawa mwilini sana hawa na nini hawa. Hao
mtawaita wa mwilini, lakini sio wa ni wa rohoni. Wa mwilini kivipi? Kwani wewe si wa mwilini? Pia mwilini pia. Lakini kuna wa mwilini na kuna wa mwilini rohoni. Ukiwa mwilini, mambo roho ndio kwako ni upuzi. Lakini kwa mwilini, niko sawa, naishi katika mwili, sifanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya roho. Yes, niko mwilini lakini niko rohoni. Japo tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tukifanya vita kwa jinsi ya mwili, maana yake mwilini. So wako rohoni. Kuna mahali wanarifaa, kuna mahali wanahusika spiritually, kuna mahali wanapiga magoti, kuna mahali wanasujudu, kuna mahali wanatoa maisha yao, kuna mahali wametoa mioyo yao na miili yao, kuna mahali wamejisubmit wao wenyewe, kuna mahali spiritually. Kwa hiyo wako rohoni. Wakitoka huko wana nguvu za rohoni na wanapata power, wana manifesti mambo ya rohoni by power, wana nguvu. Kwa usiwaite wa mwilini kizembe, ujue kabisa hawako mwilini, wako wanafanya vita. Ndio maana hata wewe mwenyewe vita vyako si bali. Sasa huko unapigana nani? Kama ni katika ulimwengu wa roho, unapigana nani? Niambieni sasa. Wa roho unahusika nani? Nani wanahusika kwenye huo ufalme? Watu, binadamu kama wewe. Wachawi wanahusika au? Vita vyetu na nyama tutaangalia pale. Bali katika ulimwengu wa roho, kumbe unapambana na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unabana na akina nani kama sio nao wako rohoni? Tumekaa kimya huko. Nao sio wako rohoni. Ndio maana wewe umeingia rohoni. Kwa hiyo nao wako rohoni. Kwa hiyo wako rohoni na wewe uko rohoni. Ndio mambo yanakwenda. Usipokuwa rohoni, wewe wenyewe wako rohoni, wanakushambulia rohoni. Umekuwa dhaifu, unapigwa mpaka unapigika. Matokeo yake yanakuja huku nje kwamba Amerika kweli. Nini? Hatujui. Kwa hiyo kama unabana katika roho, maana yake hao nao pamoja ni maadui. Na maadui yao utasema ni shetani, ni wachawi, si maadui gani? Kwa hiyo kumbe na wako roho. Kwa hiyo nao wako roho, nao wanapiga rohoni. Nao wako rohoni na wewe uko. Huwezi kwenda rohoni ukapigana na kitu ambacho sio cha rohoni. Kapigana nonsense. Umeenda rohoni, pigana vitu vya rohoni. Na kama basi viko upande upi? Viko upande wa shetani. Ndio unapambana navyo. Na huko kama basi ndio hao wachawi wanahusika. Yaani watu wanahusika sasa unaponya pale. Wachawi hawa, sina magani, pepo huyu. Vyote hivyo utakutana navyo rohoni. Kwa hiyo hao nao waona wachawi ni wa rohoni. Sawa ni nao wako rohoni kama wewe unavyosema ni wa rohoni. Zambia wako mwilini tu. Sawa. Bado hujakuwa. Ukikuwa utaongea hayo maneno. Kwa sababu itakulazimu upambane nao, sio mwilini tena, rohoni. Kwa hiyo kama amekutokea rohoni, meaning kuna force of evil, kuna nguvu za maharibiko, za tumwa kichawi, za tumwa kiganga, za tumwa kipepo. Unakabiliana, mashindano yako huko rohoni, unapambana. Ndio maana unapewa nguvu. Haleluya. Tuangalie hapo Luka. Tumalizie maandiko chap. Luka 9:1. Uko wapi? Luka 9:1. Sio kama unapata kitu hapa. Sasa wewe ukiona tu unaferiferi kiroho, ni mara hivi, si imani inakwenda hivi, mtu anaferiferi tu, yani hamna appetite ya mambo ya kiroho, ujue mizigo ishatuliwa huko. Angalia hapa. Akawaita nani? Wanafunzi wake tanashara. Akawapa nini? Uwezo na nini? Na mamlaka. Neno uwezo pale, mamlaka pale ni nguvu.
Ukisikia mamlaka maana yake ni nguvu. Power ni ability, uwezo wa kuweza. Akawapa uwezo na mamlaka. Uwezo na mamlaka, ability and power. Mamlaka inamaanisha nguvu. Uwezo ni ability. I can do this. Yes, I can. Why? I have power. Ndio naweza. Kwa nini? Na nguvu. Kwa hiyo kwanza pewa uwezo kwamba hakuna kisichowezekana, ninaweza. Ndio maana lazima useme naweza. Ndio maana useme nina nguvu. Hii inakuhusu mwenyewe. Ukiwa mnyonge wewe, hakuna mwingine atakayesimama on behalf. That's why unafundishwa haya ili uyabebe yao ya kwako. Usiwe tegemezi tena. Mungu amekupa nguvu ili iwe nini? Anakupa uwezo ili iwe nini? Mamlaka ili iwe nini? Yale kuna mambo uweze mwenyewe. Hebu Mungu njoo niwezee. Nimekupa uwezo ili uweze. Nimekupa mamlaka, nimekupa amri, nimekupa nguvu ili nini? Ushinde, uweze. So how can you invite me now? Uweze mwenyewe. That's why nimekupa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio. So anawapa ili waweze juu ya pepo, ya pepo wote na kuponya maradhi. Uwezo upo na nguvu. Na nguvu. Ndio. Ability ipo. Yaani ni sishindi. Yaani uwezo upo. Nguvu ipo. Maana yake nini? Pepo wanataka nguvu. Wao umekaa kimya. Nenda na nguvu. Kuna mtu amekushinda, wewe nguvu zako hamna. Ukiona unakimbia mchawi, wewe toroka tu. No power. Yes. Iko hivyo. Ukiona mmempa kisogo mwanga, ujue anakufukuza na kishoka nyuma yako. Mkuku na namna kukuza hapa ni mwendo. Uondokage tu kwa sababu no power. Iko wazi. Ukimpa kisogo adui manake amekushinda, anakuonea wewe. Pepo anataka nguvu. Mapepo haya yanatumwa na wachawi na waganga na mabnibwa. Hao wachawi wanataka nguvu ili kuua kazao. Kuvunja kazao inataka nguvu, tulishakwambia tayari, sio? Maradhi, si ndio kuponya au? Kuponya kunataka nini? Magonjwa yana nguvu ya aina fulani, yangetaka nguvu. Wewe unajua, dawa pia ni nguvu. Unapokunywa dawa ina nguvu, inakwenda kushindana na wenye nguvu katika hali ya kawaida. Hii dawa haina nguvu, yes, haiwezi kwa sababu haina nguvu kuliko unaotaka kwenda kuwashambulia. Lazima iwe na nguvu dhidi ya. Kwa hiyo hao wadudu wana nguvu. Wangetaka nguvu ili kushindwa. Tunapokwenda spiritually, magonjwa yote ya kipepo na namna gani yana nguvu, yako pale kwa nguvu fulani. Yanastawi kwa sababu kuna nguvu inayostawisha. Ili yangolewe panataka nguvu. Kanisa, nguvu ziko wapi? Kama mtu anaogopa hata kuombea mgonjwa anakimbia, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, najua Bwana Yesu. Bwana Yesu afanye tena. Ndio shughulikia huyo. Naambia kwa jina la Yesu, ndio kabisa kulikuwa inazunguka kuna huko. Ndio. Ndio hao na wasiwasi na sasa hili hapa. Kwanza ndio kwa jina la Yesu, kama naona aibu hivi, naona aibu hivi. Yes, aibu hiyo. Waambia unaweza kwenda kama aibu ni nzuri sana. Aibu ni ambacho unafeli. No power. Anafurahi sana, nakwambia kweli. Anaibu yaani anajaribu.
Kuna vitu vinakuja kuja hivi. Unafikiri kwamba ni ndio mtu tu alivyo. Asikudanganye mtu. Hiyo aibu sio. Anaibu kuimba, anaibu kumsifu Mungu, anaibu kucheza. Sawa, inaweza ikawa, lakini asilimia kubwa umewezwa. Unatoka ucheze kwa Bwana, uimbe vizuri. Amen. Lakini ni aibu. Kwa hiyo unapiga kwa aibu. Kwa aibu sana. Hapo ndio unaabudu mwenyewe kweli? Hamna. Yaani hapo umeshashindwa. Huna nguvu za kufanya ibada. Huna nguvu za kumsifu Mungu. Umeliwa kwani Ibilisi anapenda umsifu Mungu? Anapenda Mungu asifiwe? Kwani asikushinde wewe unayesifu? Kwa hiyo angekuja kwenye ile sifa kwamba usimsifu Mungu, msifu Mungu kwa aibu, kwa mashaka, yes, nataka hivyo, kwa sababu sipendi utoe moyo wako kisawasawa kwamba Mungu ni wewe. Hataki. Kwa hiyo ungepigwa huko. Kwa hiyo unakuwa mkavu tu hapa. Mkavu tu. Mbia safi, hiyo ndio ibada nzuri. Nguvu ziko wapi? Nguvu, muda wetu hautoshi kueleza mambo haya, lakini nakupa kama vitu fulani vikusaidie kuelewa vizuri. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 unasema nini? Maradhi yanataka nguvu. Hivi tu pepo tu ushindwe, ulegee kabisa. Usharegea siku nyingi mwenyewe, unamlegeza nani? Yo pepo na copy hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu za kwake. Wako hodari. Ninyi born again Christians, ninyi sio wale, wewe mzaliwa, mzao wa Mungu unakaa ndani yako. Yes, umezaliwa kutokana na Mungu. Ndio wewe uzidi kuwa hodari katika Bwana. Bwana ndio nguvu zetu. Bwana ni Bwana mwenye nguvu, ni Almighty God. Ndio, na katika uweza wa nini? Nguvu za kwake, katika ability ya power yake. Uwe hodari katika ability of his power. Ule uwezo uwe na wa nguvu zake. Nguvu zake ni kubwa kuliko nguvu za Shetani. Shetani ana nguvu kubwa. Is okay, sio chache, kubwa. Nataka ujue hiyo, usije ukamwona kama mdogo. Hapa mnashindana. Sawa, lakini ana nguvu kubwa kuliko watawala wa dunia. Unafikiri nguvu kubwa ni mbili tu? Sawa? Duniani nguvu kubwa ni, na katika mbili moja ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Dunia yote iko under devils. Wakuu na nini wote wanakuwa controlled by demons, by Satan. Wote hawawezi kushinda hiyo. Spiritually hiyo hawawezi, wao wako hawawezi, wametekwa. Yaani hawana nguvu kuliko Shetani. Ni kanisa peke yake lenye nguvu kuliko Shetani. Uelewa hii kitu vizuri. Nakwambia mambo haya hapa. I'm telling you. Kwa hiyo Shetani ana nguvu kubwa kuzidi viwango vya wanadamu wote duniani. Hello? Vya kawaida, spiritual. Tukija kwa uzao huu mteule, kanisa la Mungu. Halo. Watu wa Mungu hawa hapa. Yesu alikuja duniani, ashindana na mtu, na rais yoyote. Alikuja kumnyang'anya mtu madaraka? Alikuja kumnyang'anya yote ufalme? Nani kuja wa kawaida hawa? Yesu alikuja anashuka na nani? Yesu akija alikuwa anashuka na nani? Nani adui yake mkubwa? Shetani sio watu. Manake kulikuwa na mwenye nguvu aliyemiliki. Sijui kama nilipata vile kinachozungumza hapa.
Yesu akija hakugombana na mtu yoyote na nani yote. Mgomvi wake ni shetani. Maana ndio alikuwa ana nguvu kubwa. Hawa ndio miamba wanakutana. Sawa? Huku Mungu Jesus, huku shetani. Hawa ninyi raia wengine tulieni. Tunakabana hapa kwanza sisi. Wenye nguvu mbili tofauti. Akishinda huyu, tumekuwa mateka. Nikishinda mimi, mmekuwa mateka. That's all. Kwamba Yesu umekuja, tunapambana hapa. Huu uchukui. Nikushinda wewe na kumalizia hapa. Bado wanazidi kuwa wa kwangu mimi hawa hapa. Lakini ukinishinda wewe, sina nguvu tena. Shetani ana jeshi lake, watu wake, watumishi wake, amewapa kazi, ndio wana control, mambo yanakwenda kwa namna ya kwake. Ana nguvu. Yesu anakuja kukabiliana na mwenye mekaa kimya huko duniani huko, ninyi si mwelewa haya mambo. Anakuja kabiliana na mwenye nguvu. Akimshinda yule mwenye nguvu, maana yake ninyi mlio upande wake wote mtapewa nguvu kinyume cha mwenye nguvu, shetani. Ndio maana leo ameweka chini ya miguu yenu. Why? Because of Jesus. Otherwise we were not. Hatukuweza. Sababu alikuwa na nguvu. Wote wamehesabiwa mauti na wote ni kifo, wote ni mauti. Hakuna mwema hata mmoja, wote wameoza, wameozeshwa na mpuzi huyu hapa. Wote no power. Kwa hiyo shetani ana nguvu kubwa, lakini yuko mwenye nguvu kubwa zaidi ya nguvu kubwa za shetani. Haleluya. Kwa hiyo usimwone kama ana nguvu, muone katika nguvu za kwake. Anazo nguvu, lakini nguvu zangu ni kubwa kuliko nguvu zake. Hayo ndio majibu. Hana nguvu kabisa. Tupe maelezo. Don't talk like don't talk. Ana nguvu. Nasema hana nguvu kwa sababu mimi nikijilinganisha mimi na yeye, mimi na nguvu zaidi kuliko yeye. That's why nasema hana nguvu. Lakini kwa wengine ana nguvu. Na wanampigia magoti. Sasa wanashangaa unaposema wewe kwamba hana nguvu, wasema huyu anaongea kitu gani huyu? Toa maelezo. Wamekabu watu. Wamemenywa watu. Wewe ndio usimame wamba, jamani shetani ana nguvu, ni kweli. Lakini yuko Mungu mwenye nguvu kuliko shetani, ambaye mimi leo nilipo hapo naweza kuongea na shetani akiwa anasikia nachokizungumza. Na ninyi mkiamini, mkinifuata, haleluya, mtakuwa na nguvu kuliko shetani. Amen. Shetani atakuwa chini ya miguu yenu. Wengine wanampigia magoti na kumsujudia, ninyi kwenu yuko chini ya miguu yenu. Angalia sasa, wanamsujudia ambaye yuko chini ya miguu yako. Kwao ni kwa tatizo, lakini sio kwako. Kwa nini? I know myself, I know my kingdom. Najua ufalme wangu, najijua mimi mwenyewe, na ninatembea vizuri kwenye mikondo ya sawa na Mungu Mwenyezi. Nina nguvu kama muamini. Mpe Bwana heshima kama unalazulia mazungumzo hapa. 11 please, faster. Vaeni nini? Silaha za Mungu zote kabisa, ili mpate kuweza kuzipinga nini? Hila za shetani. Unaposikia silaha, maana yake ni power. Silaha ni nguvu. Kwa hiyo vaeni nguvu zote za Mungu muweze kumpinga. Hapingwi bila ya nguvu. Watu hawa duniani huko leo. Kanisa upo, lakini ukitoka hapa Bwana Yesu usiende kwenda kulialia kuli, ukafanye kazi ile ambayo unatumwa saa hizi. Shetani amezagaa kila kona, amezagaa, wala sio kumtafuta, amezagaa tu. Nenda ka exercise power of God within you. Nguvu za Mungu kutoka ndani yako. Nenda. Usipofanya hivyo watakufanyia wao. Hapa uchangamke. Vaeni silaha zote za Mungu. Maana sema silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Kusoma katika Korintho, sio? Kwa maana zina nguvu. Kwa unapozungumzia silaha, maana yake hii ni nguvu. Haleluya. Hii ni nguvu. Hizo silaha zina nguvu zote kwa pamoja. Hii ni nguvu.
Kwa hiyo vaeni nguvu zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga, haleluya, hila za shetani. Maana yake panataka nguvu ili kupinga. Mpingeni naye atawakimbia na kupinga. Simple. Una uzito gani? Na nipinga mimi sipingiki. Kwani nina nguvu kuliko wewe unayesema. Wewe nisha kunyonywa nguvu zote, hata nguvu za maombi huna, hata nguvu za kuabudu, hata wewe zero kabisa. Hata nguvu za kukimbia tu ibadani huna. Unanipinga mimi? Kila siku nagonga magoti kwa miungu yangu, kila siku na kila siku mimi na nguvu kuliko wewe. Na kiukweli ndio hivyo. Hello. Kiukweli ndio hivyo. Yaani wewe kama utafuti nguvu kwa namna yako wako takatifu, wako wanaotafuta nguvu kwa namna yao ya kishetani na wanazipata na wanazitumia na zinaleta matokeo yake hivyo hivyo ya ubaya. Yapo ya kwako yako wapi? Baki tu namuomba tu Mwenyezi Mungu. Mungu ndio kila kitu. Mungu ndio mtoaji wa yote. Mtoaji wa yote. Yatoe tu. Wewe unanyang'anywa tu. Atoe tunyang'anywa, mbia mpumbavu. Simpi tena huyo. Hana akili timamu. Ampa nini? Nikimpa au namnumfesha shetani? Sasa nimpeje? Simpi. Hana akili, hana nguvu za kutetea kile ambacho nimempatia. Hana nguvu. Nimekupa wokovu, umeuchezea hapo, umeutumbukiza huko kwenye makorongo huko. Nakupa ulinzi, huna mpango wote. Nakupa ibada, umefeli. Nakupa hiki na hiki, nakupa uwepo wangu, umeutupa hapo. Nakupa utakatifu wangu, umeuchezea pale barabarani. Then sema katika jina la Yesu, nguvu kwa kila jambo. Kukaa katika utakatifu, power is needed there. Now, mzee unaofuata 12 now. Kwa maana namna gani? Kushindana kwetu sisi. Kumbe ni mashindano. It needs power. Si juu ya damu na nyama. Not by physicality like this now. Bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Sasa ukisikia falme ni falme. Ukisikia mamlaka maana yake ni power. Principalities and powers. Mamlaka, mimi nina mamlaka. Maana yake ninafikiri nina nguvu. Hii ni mamlaka. Nilikwambia toka, unaondoka, utaka unataka, kwa mangumi utaondoka. Utaondoka kuunalia na haki yako upate. Kwa nini? Nguvu. Mamlaka. Mamlaka ya ina nguvu ya kukuzima. Because ni mamlaka. Ukisema mamlaka maana yake owns power. Miliki wa nguvu. Hii ni mamlaka yetu. Inaweza kupiga marufuku, ikatoa amri. Ni mamlaka imesema. Utawala una refer power to own. It's mine. So tunashindana na falme na mamlaka, nguvu, tawala na nguvu. Wakuu wa giza ni wakuu wa giza. Giza ni nguvu ya upotevu, nguvu ya gizani. How can you conquer it? It needs power. Ni nguvu tu. That's why vaeni silaha za Mungu. Vaeni nguvu za Mungu. Vaeni nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ndio vazi la kwetu. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Wherever we go, power. Nguvu ndio inaamua mambo bwana. Wewe ingia popote, una nguvu. Wenye nguvu wanatawala, si unajua? Mataifa yenye nguvu yanatawala. Hata kama mna viongozi wenu huko, hata tuna viongozi ambia sawa. Sisi ndio tuna nguvu. Mtakuja piga magoti tu hapo. Au vipi bwana? Tutanyonyima hiki na kwa nyima hiki. Basi waheshimiwa, asanteni sana. Nini? No power. Goma uone. Utakufa kama kuku kibudu. Kwa nini? Huna nguvu. Tutataka ufanye tunavyotaka. Why? Power.
Ukitafsiri hii katika ulimwengu wa roho, ninyi nguvu zenu hizo zinazozidi nguvu zote, lolote mtakalo litatendeka. Lolote mtakalo litatendeka. Ombeni lolote lolote. Why? Because power. No one to resist. Hakuna wa kupinga. No one to argue. Nani unauliza unahoji nini? Hakuna wa kuhoji. Because of power. Sema katika jina la Yesu. Kanisa la Mungu na nguvu. Kanisa la Mungu na nguvu. Usitembee kinyonge please. Napofundisha mambo kama haya, natamani kanisa la Mungu like this. Usiende ulivyokuwa unaenda tena. Katika mambo yote please. Nakwambia ukweli. Now, ulimwengu wa roho. Sawa, katika ulimwengu wa fikiri nishakwambia tayari. Kwa nini ulimwengu wa roho? Because nguvu zote za giza na mambo yote uwanjani ni, kwa hiyo wao ni wa roho nao. Nao ni wa na rohoni kuna nguvu za namna. Na kwetu tuna nguvu. Amen. Now, tunasema nini? Everything's here in our responsibility. Chochote kilicho katika kuwajibika kwetu hapa duniani kinahitaji nguvu ili kufanyika. Ili kitendeke kinataka nini? Watu wa Mungu ni hivi, kinataka nguvu. Kama ni kwa habari ya uchumi, lazima muwe na nguvu. Hata hivyo Mungu anawapa nguvu za kuwa nini? Utajiri unakuja hivi bila nguvu? Mimi tu Mungu atanibarikia tu. Yeye mwenyewe anajua jinsi nilivyo. It determines. Itaendana, inategemeana na nguvu. Lazima kuweko nini? Nguvu. Ili jambo fulani litendeke, ili uchumi uje, ili utajiri uje, panataka nini? Sawa, kazi umekuwa mlegevu, hakuna nguvu za Mungu, hakuna nguvu za wakati fulani niliwaambia Mungu atupi tu nguvu za kutoa pepo na majini. No, nguvu za kufanikisha mambo, nguvu ya utajiri ipo kwa ajili ya kwako. Je, unajua hiyo? Je, unaelewa hayo? Watu wanatajirika sio kwa hivi, kwa nguvu. Kwa nini wanatoa makafara? Kwa nini makafara? Tajiri, kwa nini kuna makafara? Sikaenda chukua nguvu ya kwa tajiri au kwa shetani? Unafikiri ibilisi hatoi? Nauliza nyie, ibilisi hatoi? Si yao basi, kama mngekataa yao. Anatoa. Anawapa. Ndio, anawapa. Shetani anawapa. Ulimwengu wenyewe unatoa. Shetani anaiba, anambia Yesu nitakupa. Sio kwamba anagereshi. Ipo, ameshadhibiti, ameshamiliki. Nipigie magoti na kuachilia. Sikupi mpaka upige magoti kwangu nikupatie. Inaje? Yesu hakubishana. Kaambia tu tulia kwanza. Wait. Msujudie Bwana Mungu wako peke yake, imeandikwa. Tuishi hapo. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema hallelujah. Kwa hiyo wakipiga magoti, wakisujudu, wakitoa makafara, utashangaa mira. Kama ni mazingaombwe sawa, ni viini macho haya, lakini wanaona nimepewa. Ushahidi, macho yangu anaona kile kuna amepewa. Kwa sababu ni nguvu. Nini? Ni nguvu. Huyu mtu ameenda kuinquire nguvu ya kesa, ameenda kuinquire nguvu ya pepo, na nguvu akatoa makafara. Yale makafara ni nguvu ya aina fulani inayosukuma utajiri umjirie huu kwa masheti. Na pelekeni fedha hizi, pelekeni, kwa sababu tayari kwa hiyo nguvu huku nyinyi mtashindana naye, wewe mtasukumana, wewe wanakwenda watu wanakwenda eti hamna wanaopambana. Ana nguvu ya giza huyu, kaja hapa na nyinyi mnavaa biashara vimekaa hapo vinakauka hapo. Mtambana na nyinyi mwende, mtamfikia? Mpaka humfikii, sababu una nguvu. Mtapambana hapo na nyinyi mtafanya dua mpaka udue. Humfikii kwa sababu ana nguvu. Mwenye nguvu ana nguvu, haijalishi ni nguvu ya namna gani anazo
nguvu za kufanikisha aliyokuwa anayataka yafanikiwe. Anazo nguvu. Utajiri ni nguvu, ni nguvu. How kind of power now? Please align well. Kaa vizuri na Mungu wetu vizuri. Ziko nguvu za kufanywa kwa matajiri. Kuna nguvu tu tap. Kama wao wanapokea nguvu kwa ibilisi, kwetu kuna nguvu ya Mungu, na nguvu hii ni nguvu iliyo juu ya nguvu ya shetani. Nguvu yetu ya Mungu ya utajiri ni nguvu iliyo juu ya nguvu ya utajiri ya shetani. We are more. Katika maeneo yote ya nguvu, tuna nguvu juu ya nguvu zote. Kwa lazima tu ingetakiwa uwe juu. Ndio maana kaambia utakuwa juu tu. Itakuwa uwe juu. Kaza utakuwa uwe juu. Kwa sababu nguvu zako ni nguvu kuliko nguvu zingine. Kwa nini uko chini? Kwa nini uko mkia? Anayekuwa mkia hana nguvu. Anayekuwa chini hana nguvu. So you nimekuclassify juu tu. Kwa nini? I know hapo juu ni nguvu inakuweka pale juu. Ni nguvu inakulift hapo juu. Ni nguvu. Wapendwa, kama hakuna nguvu tutapiga maneno tu ya kidini hapa. Hali bado uonevu uko kama kawaida. Mambo mengine kama kawaida. Please, kwa kila eneo nguvu. Ushinde kwenye eneo lako kwa nguvu ambazo zitakuwa juu yetu. Hallelujah. Life, kuishi, needs power. Worship, kumwabudu Mungu wetu, needs power. Kwa sababu unazuiliwa ibada. Ziko nguvu zenye kuzuia usiabudu, usimtumikie Mungu. Nguvu zinakuzuia usione kwamba mimi nipo tu, naona hata moyo wangu siku hizi hauko vizuri. Naona tu, unaona kama ni sawa sawa, moyo wako uko vizuri. Umejikaa vizuri sawa sawa. Sina appetite ya ibada, sina appetite, sina ibada ya mafundisho, sina appetite ya mafundisho, sina appetite ya hiki na kile. Sina appetite, yani najisikia tu nipo tu. Jamani, mniombeage tu, sio swala kuombea tu mteule. Watoka ujue kosa liko wapi. Watoka ujue kosa hapa kuna tatizo. Maombi tu hata kusaidia kitu. Wataomba sana, lakini kama utajua tatizo lako ni nini, utabaki hapo tatizo lako. Na kufundisha good way, njia nzuri ya wewe kuweza kushinda mambo kadha wa kadha katika maisha yako. Na nasikia vizuri. So, testimonies, testifying, kushuhudia na mambo kama yale pale. Mambo ya Mungu, umekabla muujiza mkubwa lakini kushuhudia hapana. Mambo kwa watu lakini kushuhudia wengine hapana. Meaning kunahitajika nguvu. Unafungwa kinywa. Wakuu wa dini hawakutaka watu wasimulie yale Yesu ametenda. Wakaambia shi hapo. Kuzuia shuhuda za Mungu Mwenyezi. Unapigwa kimya kuambia watu wengine habari za uzima. Ni vita unapigwa kuevangelize. Inataka nguvu, otherwise hamtafanya uinjilisti kabisa, mtapigwa kila kona. Sema hapa fedha hamna, hapa sio kimekaa hivi. Yes, ambia ni sawa, ni hali ya hewa hivi. Yes, mtalinganisha, mtasawazishwa na mazingira nini? Panataka nguvu kubadilisha hiyo hali ya hewa. Panataka nguvu kuchange situation, mtu wa Mungu. Haya mazingira yanabadilishwa kwa nguvu. Sasa mpaka lini itakaa hivyo? Hamna hela mpaka lini? Unasema basi Panataka nguvu kabisa ili kunyanyasa hizo roho za kuzimu. Na nisikia vizuri. Mpe Bwana heshima kwanza vizuri. Nasema mpe Bwana heshima kwanza vizuri. Mpe Bwana heshima kama unaelewa vizuri. Mpe Bwana heshima tena kama unaelewa vizuri. Mpe Bwana heshima tena kama unaelewa vizuri. Haya nisemayo, so it needs power. Lakini kazi zetu za mikono, kazi yako ya mikono itabarikiwa. Ni ufugaji, ni namna gani, kila kitu kinataka nguvu. Baraka ya Mungu kwenye kazi yako ya mikono ni nguvu ya Mungu. Baraka ni nguvu. Baraka ni nguvu. Blessings are power. So we need power in every situation. Kila kitu kwetu kiko kwenye ushindani mkubwa. Hata tukuwa hai leo, unafikiri imekuja hivi hivi? Watataka wakunyonge asubuhi, lakini nguvu za Mungu zinakulinda. Nanyi mnalindwa na nguvu za, that's why you are here now. Kwa hiyo uhai wako leo unao saizi ni nguvu.
Hallelujah. Tumalizia na andiko la mwisho, Proverbs number 24, Mithali 24:10. Tukuja tumalizie wakati mwingine tukiendelea. Leo Mungu ametaka tujifunze kwa habari ya nguvu hizi. Tukazie, tutembee kwenye nguvu. Nilikwambia tu somo lilotangulia kwa sehemu kidogo. Angalia pale, ukizimia siku ya taabu. Maana yake nini? Maana yake nini? Ina tafsiri nini? Rudia tena mstari. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Rudia tena. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Rudia tena. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Sio issue ya Mungu, sio issue ya mchungaji, sio issue ya shemasi, sio issue ya jirani yako, sio issue ya mke wako au mume wako, sio issue ya baba yako au babu yako, sio issue ya mama yako au mjomba. Ni issue ya nani? Yourself. Kile unajua ni kwa sababu ya watu fulani ndio maana niko hiyo. No. Kila mmoja ana aina ya nguvu zake kuweza mambo. Hujaendeleza nguvu zako. That's why you are there. Huh? Yes, huja exercise your power in you. Oh, ni fulani ndio kasababisha kabla ya fulani me. Ukizimia maana yake ukifaint, the days of troubles, meaning your power is less. Nguvu zako ni chache. Nguvu zako ni chochote. Mtu amezimia kwenye wokovu, amezimia kwenye imani, sio kazimika wapi, kwenye ibada kazimika. Nguvu zako chache. Nguvu zako ni chache. Nguvu zako tu. Kuna watu wanakesha. Saa ngapi tena? Saa ngapi tena? Saa ngapi tena? Hau saa ngapi tena? Rudi kwako. Uanze huo japo tu uige tu mtindo ambao wenzako wameweza. Utasema kwa kweli basi wana nguvu fulani nayo wafanya waweze. Ila wewe hauna. Hivi vitu ambia wana nguvu bwana ya fulani, yeye wanayo, yes. Yeye unafanya waweze. Ila wewe nikicheki hivi una usini wanakesha, wanalala uchi kwa mganga wake nje, wanalalia maiti. Au hamuonage mambo ya ajabu nyinyi? Hamsikiagi mambo ya ajabu? Ambia utalala na maiti kwanza ili upate nguvu tu, ulala na maiti. Analala na maiti ili apate nguvu. Wewe kulala ukesha kanisani masaa mawili, haya pumbavu sana. Unaamza kulala na maiti, wewe unalala tu kwenye godoro lako, umeamka na mke alafu unataka ushindane naye. Utashindana na maremu, utashindana na nguvu ya ufu. Anakunyonga. Kalalia maiti, kalala na maiti, kabeba maiti yote anayo. Amepumulia maiti mwanzo mwisho. Wiki nzima. Pepo huyu hapa amekuziba macho na akili zote, hata kwa mifano mingine uone. Mchungaji, pamengata hapa. Ambia ngatwa sana mpaka akili iingie. Mjinga wewe. Huna muda na Mungu. Huyo ane kungata ni alafu na ngomba naye. Yule pale kazini pale ana kidomodomo sana, nitamshughulikia. Mzee wake ameana maiti. Kidomodomo chake akita katika mpaka nawe uje kukaa ukesha na Mungu Mwenyezi, ndio utakikata hivi akikatiki. Watakutimua yeye, wewe nakueleza. Ameshajikalia kwenye viti vyao, pale anakaa na mzimu, anakaa na mzuka leo naye. Wewe unakwenda mwepesi, neno la Mungu hamna, ibada hamna, sifa za Mungu hamna, maombi hamna. Ushindwe, anakutizama. Kesho anakupiga kiharusi. Unakimbia nacho. Nusu kufa. Watumishi wa Mungu ambia hapa ngoma umetupiwa hapa. Na wanao kufungua baada hapo wakuambia usirudie mchezo ule tena. Kama umepona unataka kuua, kaa na Mungu vizuri. Na ukaambia kweli. Nguvu, issue nini? Nguvu, ninyi nguvu. Watu wana nguvu zako ni chache. Mtu asikwambia hizi nyingi, unajua pale kanisani sio kumekaa hivi, sio ibada sio simple na mwenzangu, sababu nyingi za kukosoa hivi.
Unafuata mtu, unafuata Mungu. Umejitoa kwa Mungu au kwa mtu? Juu. Nguvu zako ni chache. Mambo mengine umejitengenezea mwenyewe tu, hisia zako tu. Umefeli kichwani huko. Nguvu ni chache. Jamani, nguvu ni, msione watu wanatawala. Ni nguvu. Nini? Ni nguvu. Nguvu kama ni chache, utakuwa chini tu. Leo hata mamlaka za kijeshi nini wana serikali ni kwa sababu ya nguvu wanazo, sio? Serikali ni kwa sababu ina nguvu, maana inatawala sababu ina nguvu. Inatawala nguvu. Ikishindwa nguvu haikai. Sawa? Ufalme unasambaratika kama ukikosa, lakini utatetea nguvu zake, utatetea kiti chake kwa nguvu. Nguvu inakufanya utawale. Ziko wapi nguvu za Mungu kwa kanisa? Ziko wapi nguvu za Mungu kwako binafsi? Ziko wapi nguvu za Mungu? Wewe unafurahia tu kula, kulala tu, kucheka tu. Nguvu za Mungu ziko wapi? Upande wa pili kule wanaharibu maisha, wanaharibu familia zetu, wanaharibu kazi zetu, wanaharibu afya zetu, wanaharibu hiki na hiki. Nguvu ziko wapi? Nabia ndio hivyo tu, Mwenyezi Mungu ameniandikia haya. Vipi ninyi? Ukizimia mwendo, nguvu zako ni chache. Siku ya vita, siku ya taabu yake ni siku ya vita, siku ya makabiliano. Ukishindwa siku ya vita, maana yake nguvu zako ni yes. Kwa hiyo tukisema jamani, hawa nguvu zao ni, ndio maana wameshindwa, wamefeli katika vita, katika magumu, katika makabiliano. Wameshindwa siku za makabiliano yao kwa sababu nguvu zao ni chache. Wangekuwa na nguvu kubwa, wangeshinda. Angalia viwango vyako, angalia unavyoenenda, angalia mahudhurio yako mbele za Mungu binafsi, personal prayers, personal tafakari ya binafsi, ibada, the way you are doing. Check out everything, then pursue. Tambua, jua, ng'amua, nguvu zangu ni chache hapa. That's why hii inatokea. Ukielewa hivyo, utaanza kusema sasa, hapa ili nishinde natakiwa nipate nguvu. Utatafuta nguvu, utaanza kutafuta uso wa Bwana, utaanza kuomba, utaanza kusoma, utatafuta nguvu. Lazima utafute, na nguvu unazitafutia kwenye mikondo ya ibada. Namna gani? Hivi. Ukijua nguvu zako ni chache kiroho, utazitafuta. Na ukaanza kutafuta, utajikuta mtu wa ibada, mtu wa maombi, mtu wa kuwahi, mtu wa bidii, mtu wa juhudi. Yani utajiingiza kwenye mambo ambayo hapa nataka kukua. Hello. Simama kwa miguu yako na Bwana Yesu akubariki kwa kweli. Mambo haya unaweza kumwambia Mungu unavyoweza sasa hivi. Unaweza kumwambia Mungu kwa siku leo kwa habari ya nguvu. Nikijua mimi mambo vile alivyo, because of power, sina nguvu ya kutosha ku accomplish my task. Sina nguvu, that's why na faint, nazimia, na faili, nashindwa, nakata tamaa, nachoka, nakosa appetite na hiki na kile, because power is less. I am powerless. Nina nguvu chache. Jitathmini, jiangalie, atumwambie Bwana. Maandiko yanasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Mungu hapatikani bila ya nguvu. Ukimtafuta Mungu na nguvu zako pamoja na mimi. Kwa nini ninamtafuta Bwana alafu nguvu zake hamna? Natakiwa kuwa na nguvu za Mungu kwenye maisha. Kama nimeokoka, yes I'm born again, lazima nguvu za Mungu zipo katika maisha yako. Kwa nini natembea emptiness like that? Haiwezekani. Lazima nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kama nimezoma mara ya pili, dhambi kwa nini inanishinda? Lazima niwe na nguvu za kushinda dhambi na kukaa katika utakatifu. Kwa nini nafeli hapa na pale? Kwa nini nafeli kila kile? Kwa nini nafeli katika mambo mengi? No, maana yake kuna tatizo la nguvu za namna fulani ili kushinda hali fulani na mazingira fulani. Jioni ya leo mwambie Bwana, jiambie mwenyewe, jiweke mwenyewe katika mkondo wa sawa katika jina la Yesu. Para sauti yako kwa Mungu Mwenyezi. Mungu mwema, umetusikizisha maarifa, ujuzi na ufahamu utufaa.
tulioko hapa na yeyote ambaye anafuatilia mafundisho haya, umeweka jambo fulani katika maisha yake. Sasa kanisa lako, oh God, oh Lord, inabeba sura yako, inabeba namna yako, haliwezi kuwa nyonge na dhaifu duniani. Ndiyo kanisa lako, watoto wako uliowazaa hawezi kuwa nyonge na wadhaifu vile. Mbele yao iko vita, mbele yao yako makabiliano makubwa, mbele yao kunahitajika nguvu kwa kila eneo. Kwa nini adui aonee mahali fulani? Kwa nini adui astawishe mambo yake mahali fulani katika maisha ya mtu? Meaning hakuna nguvu za kutosha kumzuia, kumdhibiti. That's why ameweka makao. Ni wakati Bwana, tunaponyenyekea mbele zako sote kwa pamoja, watazamaji, wafuatiliaji kutoka mbali na pamoja nasi mahali hapa siku ya leo. Oh God, tunanyenyekea mbele zako kanisa, tunaomba neema, nguvu, ufahamu, uelewa wetu. Lord Jesus, hakuna jambo lolote lisilohitaji nguvu. Umetufundisha Bwana, hapa ni nguvu tu, ni nguvu zako Mungu, nguvu zako Bwana, uweza wako Bwana. Yesu huja aliacha kanisa hivi hivi, ukawaita wanafunzi wako, ukaliita kanisa lako, ukawapa uwezo na nguvu, ukawapa amri. Oh Lord, nguvu ya utawala. Jesus Christ, today we need that power. We need that power. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Hukutaka kanisa liende bila ya nguvu. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, a source of power. Mungu Mwenyezi, source of power. Oh Lord, oh Jesus, Roho Mtakatifu, ni wakati utubatize wewe. Tunabatizwa katika nguvu, tunapokea nguvu na kutembea katika nguvu na kukimbia katika nguvu na kusurvive katika nguvu. Ni nguvu tu itakaofanya watu wa survive, wavuke mahali. Ni nguvu, Lord Jesus. Kuvumilia kungetaka nguvu. Uvumilivu ni nguvu. Watu leo sio uvumilivu. Shida, hawavumilii. Maana Bwana umeweka ni tunda la Roho, uvumilivu. Now people are not waiting. Kuvumilia ni kusubiri, but now hakuna nguvu ya kusubiri barazani pako. Today people are very harsh. Kusubiri ingetaka muda wa kutosha. Watu leo hawana muda wa kutosha wa kusubiri kwako. Kusubiri katika ibada, kusubiri katika mambo kadha wa kadha. Nguvu ya kusubiri, nguvu ya kukaa, nguvu ya kutumia muda kwako. Dunia ingeiba mambo mengi kutoka kwetu. Now Lord, baada ya kutufundisha haya, tunaanza kujua na akili zetu zinafunguka. Tusaidie Bwana, tusaidie Mwokozi. Nguvu, wako wengi upande wa pili wakitafuta nguvu kwa kufanya mambo mabaya na mazito yasiyofaa. Mungu Mwenyezi, wanatafuta kuwa na nguvu, lakini sisi kwetu wewe ni nguvu zetu. Tunakukimbilia wewe. Wengine wanakimbilia makaburini, wanakimbilia kwa watu waliokufa, wanakimbilia kuua, wanakimbilia vitu ili kupata nguvu. Wanafanya vitu vibaya na waliokufa, wanachukua vitu kwa waliokufa ili kupata nguvu. Sisi Bwana tunakukimbilia wewe,
Tumekuja kwako Bwana, wewe ndiwe nguvu zetu. Kwako tunapata nguvu zilizo juu sana ya nguvu zingine zote duniani. Oh Lord Jesus, nisaidie kanisa lako kukaa katika mikono ya nguvu zako, kutafuta nguvu zao kwa bidii, kutafuta nguvu zao kwa bidii, kutafuta nguvu zao kwa bidii, kutumia mikondo sahihi ile Bwana ametufundisha ili kuwa na nguvu. Kabisa. Utakatifu. Utakatifu, utakatifu, utakatifu. Nguvu. Nguvu sabu. Nguvu za kukuabudu, nguvu za kukujia madhabahuni pako, nguvu za kukaa nyumbani mwako, nguvu za kukimbia kuijia nyumba yako, nguvu za kuhudhuria mbele zako daima kuonekana, nguvu za kukaa miguuni pako kwa muda wa kutosha, nguvu ulegevu una sehemu, uchovu una sehemu. Nguvu ni kinyume na uchovu, nguvu ni kinyume na ulegevu, nguvu ni kinyume na namna zote za uvivu na mambo kana yale pale. Una sehemu kwa kanisa la Mungu, una sehemu nguvu ya kuokoa, nguvu ya neno lako. Neno lako ni nguvu inayosikika masikioni na kugeuza watu kwa nguvu kugeukia Mungu Mwenyezi. Neno lako vinywani mwetu, neno lako ndani yetu ni nguvu. Neno lako ndani linapokosekana hakuna nguvu tena. Neno lako source of power. Tulijua neno lako, shauku ya kujua neno lako, shauku ya kutamani chakula, tamani kujifunza, kuwa wanafunzi ili kupokea nguvu. Holy Spirit, kanisa wise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Neema yako Bwana iwe kwa kila ambaye anafuatilia mafundisho haya, yote ambaye anafuatilia sasa, atakayefuatilia baadaye. Lord Jesus, nguvu yako anapojifunza haya, yanaposikika masikioni mwake, ni nguvu masikioni mwake
kusikia kwake kukaambatane na nguvu zako ndani ya neno lako, ndani ya mafundisho haya, na kugeuza maisha ya mtu huyu. Kanisa, chombo cha Mungu kilichowekwa duniani, chenye kuyashinda malango ya kuzimu na namna zake zote. Oh Lord, lina nguvu kuliko nguvu zote duniani. Chini ya jua, jina lako Yesu lina nguvu kuliko majina yote ya wanadamu na ya mashetani. Kanisa lako lina nguvu, linabeba jina lako, linabeba neno lako, linabeba kazi yako, linabeba ushuhuda wako, lina nguvu. Kanisa, thank you Lord, thank you Father. In the name of Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you our Father. Mungu Baba, nakushukuru, tupo wakati mzuri kupokea maarifa. Kila mmoja wetu yu katika nafasi ya kutafuta nguvu zako, nguvu zako Mungu, katika njia zile tunatufundisha sasa, ili kuzipata nguvu zako Mungu Mwenyezi. Ni wakati kanisa liweze kutembea katika nguvu kubwa isiyo ya kawaida duniani. Yes, the time has come. Mungu mkuu, Mungu mkuu, Mungu mkuu, ninakuamini. Yes, I believe you. Yes, Lord. Amen. Amen. Bwana kubariki sana. Hongera kwa kufuatilia mafundisho haya. Ni kualike tena. Endelea kujifunza kwa umakini na kwa uadilifu mkubwa katika Mungu wetu. Hadi wakati mwingine, na kutakia amani ya Mungu. Shalom.